ambalo wewe linakupa nafasi ya kutazama mtazamo wa vichwa mbalimbali vya magazeti kutoka katika magazeti mbalimbali makubwa ya kimichezo, lakini kubwa zaidi hapa unapata dondoo kile ambacho kinakuwa kimeandikwa ama umekiona kimeandikwa kwenye magazeti mbalimbali ya michezo, iwe kwenye kibanda ama kwenye meza za magazeti ama katika gazeti la mtandaoni. Hapa sisi tunakupa nafasi ya wewe kusikiliza madini ya kile kikubwa ambacho kimeandikwa kwa upande wa juu tu, na upande wa ndani ambao wewe umepata nafasi ambao umenunua gazeti ambao hujanunua. Sasa ndio muda wako huu wa kupata vitu tofauti ambavyo vimeandikwa. Mimi ni Idi Nonga, niko na mtaalamu Zuberi Mkalaboko kutazama kipi kimeandikwa kwenye magazeti shehe wangu. Kuyatazama mazito. Vitu vizito Iliyopewa uzito bila shaka. Sawa bwana, leo tuna gazeti la Mwanaspoti tunalisomea mtandaoni, na habari kubwa ambayo imeandikwa, imewekwa habari picha hapo, unamuona Jonathan Soa pamoja na Djibril Sila, na imeandikwa Soa in Sila in Musonda Chama Out. Yani kimewekwa ngo ukijiongeza, na bwana hawa safari yao imeishia hapa. Nadhani Yanga wanataka kuchonga peni mpya. Wanataka kuchonga kalamu mpya kujaribu kuongeza tofauti kwenye safu ya ushambuliaji. Tulisema moja ya kitu ambacho kiliwapa wakati mgumu sana Yanga msimu uliopita ni kuongeza usajili ambao haukuongeza nguvu ya ziada kwenye timu. Ulikuja na kuonesha hauna jipya. Kwa mfano, aina usajili ambao waliufanya Yanga msimu uliopita, tena mwingi ulikuwa umelenga dirisha la ndani, soko la ndani. Sababu Chama alitoka soko la ndani, Prince soko la ndani, Baleke alitoka soko la ndani katoka nje. Ndio usajili wa Yanga. Duke Abuya katoka soko la ndani, Andambwile katoka soko la ndani. Ni peke yake Shadrack Boka ndo alitoka soko la nje. Kwa usajili wa msimu uliopita wa Young Africans walimalizwa na soko la ndani. Ndio kapata wakati mgumu. Lakini tunagundua kwa nini wakati mgumu ni kwamba walileta wachezaji ambao kila mtu anaona hawakuwa na kitu cha ziada kuliko wachezaji waliokuwepo. Kwa hesabu ya usajili wa Young Africans ilizidiwa mzani. Bila shaka wamepita walimu, mimi nashindwa kujua na kuelewa shida ya Yanga ilikuwa walimu ama wachezaji. Unagundua shida nyingine kwa wachezaji. Hawajakuwa na mchango chanya kwa timu dhidi ya wale waliowakuta, kitu ambacho kimefanya timu ipate wakati mgumu. Lakini ukitazama Djibril Sila ni aina ya mchezaji ambao Young Africans wanahitaji kwa sasa. Japo namuona Ikangalombo sijataka kusema bado, ila nataka kuona nafasi atakayopewa Ikangalombo na nini. Lakini Jonathan Soa ni kweli. Jonathan ni aina ya mshambuliaji pia Young Africans wanahitaji kuwa na washambuliaji kombati. Waende kuongeza pacha na Prince Mpumelelo Dube ili kuwe na ule wastani wa ushindani kwenye nafasi. Kwa sasa hivi Young Africans tumekuwa tukisema hidi mara nyingi kwamba ukimtazama Dube ni kama chaga ya kitanda cha Yanga. Ikipasuka tu watu wanakaa chini, wanalala chini. Kwa nini? Wanatafutana. Kwa nini hana mbadala? Lakini eneo ambalo lilikuwa ni mbadala wake ndio tulikuwa tunamtazama mchezaji kama Jano Sobaleke ambaye inatajwa kasajiliwa na Amazulu. Sasa kama wanaweza kupata mchezaji wa kaliba hii ambaye anaweza kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji, Jonathan akiwa kwenye safu ya ushambuliaji. Lakini nikimwangalia Djibril Sila bado Young Africans mchezaji kama Djibril Sila yupo pale. Ndio nafasi anayocheza Mzuze, anatumika Maxi, na naona yani bado ni usajili fulani ambao hauwezi kuwa tofauti sana. Sila akienda Young Africans mchezaji kama Sila Yanga yupo. Lakini left footer. Soa mchezaji ambaye yupo kama Soa hayupo, anaweza kaongezeka nguvu kwa baadaye. Lakini Sila akienda Young Africans ni aina kama mchezaji ambaye Young Africans yupo. Kwa sababu kama utamchezesha left footer wakati mwingine anacheza Mzito huo upande. Unamuona anacheza Maxi huo upande. Na kuna ufanisi mzuri tu wa kuifanya timu kuiamini na kushambulia. Lakini kwenda kwake hakuwezi kukua na tofauti kubwa. Kwa hiyo unaweza kugundua kwamba inaweza isiye suitable signing sana. Ikajikita kama kwenye panic signing. Nini maana yake? Kwamba usiwe usajili sahihi sana, ila kama ni usajili ambao umeenda na pressure tu ya ubora wa kumtazama Sila anayekuwa Azam. Sila ana ubora Azam, lakini akija Young Africans sio mchezaji ambaye mimi nadhani kuna kitu tofauti sana kwa Young Africans na mchezaji anayecheza kama kariba Djibril Sila. Kwa hivyo unaweza kukuta ni usajili ambao sio suitable signing, ni panic signing. Sio usajili wa mahitaji. Unaweza kuwa usajili tu wa kumuona mchezaji haje awepo, kama ambavyo walifanya usajili wa Kratos Chota Chama. Kwa hiyo kama uchaguzi wa Djibril Sila kwa Yanga, sajili za kuwaona sio kwa uhitaji. Sio kuhitaji. Yaani Sila ni mchezaji aliyeonwa. Sio kwamba ni mahitaji
ya tactical framework ya Young Africans kama atakwenda kusajiliwa. Na hapa ndio eneo ambalo nitapata wasiwasi kwa sababu kumeleta mchezaji kwenye nafasi ambao wako kuna options nyingi. Huwezi kuona kama ni usajili sawa sawa. Unaweza kumpenda tu kwa sababu unamuona fomu yake Azam, lakini akaja hapa Young Africans ikawa tabu kama ambavyo wametokewa kusajiliwa Clatous Chota Chama. Kwa hivyo Young Africans kwenye usajili wao ukiniambia Soa nitasema tupige tiki. Wino mwekundu. Kwamba pale anaweza kuwa mbadala kuongeza nguvu options kwa Dube na mmoja akaanza mwingine akabaki nje, lakini bado ni washambuliaji ambao wanaweza kupa kitu tofauti. Lakini kimtazama Sila Jibril mchezaji mzuri sana lakini akienda Young Africans wachezaji wanaocheza kama yeye wapo ambao wapo tu kwa sababu eneo la pembeni tukisema wide playing players wa Young Africans kuna Mzize sawa kuna Maxi wakati fulani wana option ya kumtumia Pacome sawa labda utamtoa Clatous lakini eneo hilo kweli una demand sio ya kiwango kikubwa hawa wana demand kubwa kwenye eneo la juu hapa kwa mshambuliaji wana demand kubwa kwa defensive midfielder ambaye pia anaweza kawa ni koti lingine kwa Khalid Aucho lakini wana demand kubwa pia kwa offensive midfielder kiungo mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa anaongeza creative spark kama mbadala wa Mzamiru Yassin na wa Mdasiri Yahya basi faida yake kwa Young Africans lakini eneo la wide playing player una Ikangalombo ambaye ndio tunamuona Jonathan Ikanga Speed Idi anakuja nadhani ukiona ninachokisema kama ukiamua kutazama na kutuliza akili unagundua Jibril Sila anaweza kuwa mzuri sana hata mwaka Young Africans hakuwezi kuwa kuna option kubwa kwa Young Africans isipokuwa anaweza tu kwamba tumsajili kwa sababu ni tumlete ni panic signing. Sasa moja eneo ambalo iliwapa wakati mgumu msimu uliopita Young Africans ni panic signing kusajili kwa kukamia mlete huyu tunamtaka watu lakini demand haiwezi kuwa hivyo. Na Jonathan Soa ambaye anahusishwa kwa muda mrefu sana kutoka kwenye kikosi cha Yanga ambao chaye mwenyewe unamuona kabisa ana utayari kwenda kucheza kwenye klabu hiyo na Prince Dube tutaona rotation ambayo inafanyika kama kwa Ateba na Mkwala kwenye kikosi cha Simba na kweli watakubali hivyo. Unajua kinachofanya mchezaji akubali rotation ama sio mchezaji akubali rotation inafanywa na mwalimu. Na kwa nini inafanyika rotation? Ni vile ambavyo kwenye nafasi kama wewe sio suitable. Umfikishi mwalimu tija yake anapopataka. Ukiona rotation inafanyika kwenye nafasi ya mchezaji sio suitable. Mchezaji akiwa suitable hakuna rotation ya kiwango kikubwa. Lakini suitable mchezaji rotation itafanyika. Lakini pia kama una mchezaji idi yuko sahihi kwenye nafasi na mchezaji huyo akawa na uwezo mzuri basi atakaye kuwepo naye akiwa mzuri anasaidia yale mahitaji anapokuwa anatumika au unapata ubora wake. Ndio kitu ambacho makoch wanapenda kuwa na wachezaji ambao viwango vyao havipishani sana. Kwa hivyo kama unakuwa na Jonathan Soa unamtazama na Dube maana yake unakuwa na options. Pindi ambapo utamhitaji Dube atakupa nafasi. Pindi utapomhitaji Jonathan atakupa nafasi. Tayari unatengeneza eneo kunakuwa na ushindani na huna utofauti mkubwa wa viwango na nafasi. Hilo ndio eneo ambalo nalitazama kwenye coast Young Africans. Lakini kwenye nafasi zingine hizi sioni mimi kama wana uhitaji huo wa Jibril Sila kwamba sasa Young Africans wamepata Jibril Sila wamepata mtu wao. Mchezaji kama Jibril Sila Young Africans wako wengi pa. Na Yanga sasa wamekuwa na biashara na Azam sana wanafanya biashara na Azam lakini Jibril Sila Young Africans mchezaji kama Jibril Young Africans Jibril anang'ara Azam lakini akienda Young Africans mchezaji kama Jibril Young Africans Jibril Yanga wanaye wapo kama wapo tu ndio nafasi anacheza kuna Dube kuna Pacome wanacheza na Mzize wanacheza Max labda kama wataenda kumoffload mchezaji kama Mzize waseme mbadala wake ni Jibril na kama tunavyofahamu kwamba dirisha kubwa ilielekezwa kwamba wanaweza kaoffload baadhi ya wachezaji kama watamoffload Mzize akaondoka akaja lakini sio kwa hiki kikosi kilichopo mpeleke Jibril Sila nadhani kwa sababu ni dirisha kubwa kama watamoffload Mzize mbadala akawa Jibril Sila nadhani tutakuwa wamebadilisha kitasa na kutoka Komeo kuweka kitasa. Au angalau unatoa kitasa hiki unabadilisha kampuni ya kitasa na ika kingine. Hilo iko iko ni kitasa hicho lakini kwa sasa hivi useme eti usajili wa Young Africans ni Sila aingie pale itakuwa ngumu labda kama wata offload baadhi ya wachezaji. Bwana Clatous Chota Chama alisajiliwa kwa mbwembwe kubwa mno katika kikosi cha Young Africa lakini shughuli inapoelekea huku bwana maji mengi unga mdogo. Ni ushindani. Young Africans Chama kinachomtoa sio kiwango cha Chama. Mwamba kufikia hivi wewe. Ushindani. Chama ni ushindani. Clatous Chota Chama. Pacome huyu Chama. Huyu. Pacome huyu Chama unampanga nani?
Pacome huyu, Chama huyu, Azizi unampangana. Pacome huyu, Chama huyu, Azizi unaanza na nani? Unatupa jezi tu hata kama unaona sasa. Kwa ukitupa jezi utaangalia, je, mwamba ataifuata? Sura nielewa. Kwa hivyo wakati mwingine kabla ya kujadili na kuhoji kwa nini Clatous Young Africans apate nafasi, angalia kwenye nafasi anacheza na nani. Kwa nini Clatous Simba alikuwa mfalme? Kwa sababu eneo alikuwa anacheza Clatous Simba kulikuwa hamna mshindani. Young Africans washindani wake kina Pacome. Hata huo msimu ambao amesajiliwa Clatous kwenda Yanga kutoka Simba, bado ni msimu ambao Pacome huyu bwana mdogo nani Aziz Ki walikuwa na form zaidi kuliko Chama. Kuona gundua Chama ilikuwa akafanya kikubwa kulichokuwa anakifanya Simba. Sasa uwezo ndio ule na eneo lilokwenda kuna ushindani. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kusema mchezaji mbona anapata wakati mgumu? Kwa hiyo anachopata wakati mgumu ni ushindani, sio uwezo wake. Ushindani aliokuwa nao na watu walikutana nao uweze kupata wasiwasi. Chama hata asipopangwa Young Africans hakuna na hoji. Ndio. Wala huwezi kuhoji mbona ameshuka. Chama Young Africans hajashuka kiwango. Simba yao kipindi kile acheze wanakuambia kocha uingie kwenye mfumo wa Chama. Young Africans Chama kinachomshinda ni ushindani, sio uwezo wake. Kwenye nafasi anayocheza watu hapo, ndio maana nikasema wewe una Pacome, una Azizi. Tupangie timu yako hapa tunaenda kucheza na Mungu. Alafu huku Chama watatu. Nadhani ataanza Pacome na Aziz Ki. Sasa kwa nini useme Chama? Chama huyu alikuwa Simba. Chama wa Simba sio Chama wa Yanga. Young Africans kuna ushindani. Yeye mchezaji mwenyewe kuliona hilo? Wakati mwingine mchezaji au alisema alijiamini bwana mimi. Wakati mwingine mchezaji anategemea project inapelekwa project gani kwake. Na yeye anategemea. Lakini biashara mpira ni usajili, ni fedha. Mtu anaangalia kama hapa nalipo sana naenda ngoja niende nikashindane huko. Kwa likimkuta ndo kuzama maji wakati wa mafuriko. Unaona hii imeshakuwa big challenge tena, lakini kiuhalisia sioni ugumu ambao unakutia Clatous. Hii shughuli ishakuwa imefika kooni. Na kwa Musonda Musonda amekuwa hayupo kwenye ushindani Yanga. Tena watu wanafika mbali zaidi, wanasema Musonda wa Zambia timu ya taifa na Yanga wakikutana wanaweza wakapigana Musonda Young Africans anacheza kwa bahati sasa. Hata kubaki kwake Musonda dirisha kubwa mimi nadhani ilikuwa bahati. Na kilichopo ni hivyo kwa sababu Musonda kapewa nafasi kashindwa kuonyesha. Kuna wakati hapa wakati ambako Baleke afanye vizuri alikuwa anajaribu kuaminiwa. Lakini bado hamfikishi kocha kwenye mahitaji. Sasa ni wakati ambako unasema mchezaji anapewa nafasi anashindwa kuonyesha kitu. Wakati mwingine unatakiwa kumlaumu mchezaji kuliko kumlaumu coach. Na bahati Young Africans umpita kipindi kizuri sana. Kaondoka Miguel au makocha waliopita walitaka kumpa nafasi kila mchezaji. Walioweza kukliki na mifumo yao wamepata kucheza. Walioshindwa kukliki na mifumo yao basi wameendelea kuwa na wakati mgumu. Naona kwa hiyo wakati mwingine timu inapopitia kipindi cha makocha wengi inabidi uangalie uwezo wa wachezaji. Inakuwa ni eneo la kufanya majaribio ya ubora wa wachezaji. Kwa sababu kila kocha akija kwenye timu anajaribu kuangalia mchezaji huyu vipi. Atakuwa ni tactical acumen wangu, maana yake mchezaji ambaye anaweza kufuata mbinu ninazozitaka. Sasa pale inakuwa ni kama sandakalawe, kila mchezaji aonyeshe kipawa chake. Bahati mbaya Young Africans au nzuri Young Africans wamepita wakati huo. Wamepita kwa Syed Lamovic akukaa muda mrefu, sasa hivi kwa chini amerudi. Na kajaribu kumpa kila mtu nafasi. Unaona amerudi tangu kaja hizi za mwenda anachukua nafasi. Tafsiri yake ni kwamba kaingia kwa tactical acumen kwa coach. Sasa hii ni fursa, lakini huyu wakati wa Miguel jaribu kumpa nafasi. Bado hakuonekana bora mbele ya wenzake. Na Miguel kakaa naye msimu wa pili. Akaja Sid kajaribu kumpa nafasi. Bado hakulikosha benchi la ufundi. Unadhani unatakiwa kumlaumu nani? Utasema apewe nafasi. Wapo wakina Faridi hawalikoshi benchi la ufundi. Kwa hiyo wanatumika wao kama tupa kunoa wachezaji wenzao kwenye mazoezi. Na kuna mchezaji kwa kwenye timu kama tupa. Wenzao wanafanya mazoezi unawanoa ili wao wakacheze ucheze. Ucheze. Hao wanaitwa tupa. Tupa hiyo. Tupa. Kwa hiyo unakuta kama kina Faridi ni tupa, wakina Mkude ni tupa. Kama unamtaja Jonas Mkude ni tupa. Unataja wakina Sure Boy ni tupa zile. Mchezaji tupa ananolea wenzake. Sasa hivi ukimwangalia kama Kibwana kageuka tupa. Ananolea wenzake. Ukimwangalia Ndambwile tupa. Ananolea wenzake. Maana yake wewe kwenye first 11 winning 11 hauwezi kupata nafasi. Kwa hiyo unatumika kama tupa. Hata wakisema wafanye rotation ya kikosi kukupa nafasi bado huonekani huko. Wakina Micheli wanatumika kama tupa. Kwa hiyo unakuta mchezaji sasa makini anatoka kuwa tupa, anataka kupata nafasi ya kwanza awe kisu akakate. Sasa hiyo ni wajibu wa mchezaji mwenyewe kuonyesha ubora wake. Inaweza katupa picha kwenye dirisha kubwa wachezaji wengi wakaondoka Yanga Afrika. Sasa kuongoza wachezaji kuna wengine wanabaki kama tupa. So unaona kama Mzamiru Simba ni tupa ile. Inatumika kuwanolea wengine kwenye mazoezi. Ambao bwana tusaidia kuwa challenge zao kwenye mazoezi.
sababu timu inatakiwa na wachezaji zaidi ya 20 wanaoanza wanakuwa kazi maalum kwa sababu wachezaji wao ili kwa sababu mazoezi mkifanya mpate ile tactical balance kwenye mazoezi. Sasa wengine ambao mchezaji mshindani utamuona kwenye winning 11, utamuona kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaapia pia, na kuna mchezaji msimu mzima achezi, naweza kukuta hajaachwa kwenye dirisha, yeye anatumika kama tupa. Mimi ningekuwa mchezaji siwezi kukubali hivyo. Sasa uweze kukubali display positive display yani, kwa performance yako. Kama nikiona imefika mwisho kabisa na jamani, mimi niacheni sasa. Unakuta unalipwa vizuri na nditupa. Hasa kulipwa vizuri na kule shule na miaka mingapi Yanga Afrika. Na kari yako inakuaje? Kari yako ndio onekane unatumika kama tupa. Unatumika kama tupa. Ukokaa muda mrefu vile kweli upate nafasi. Rekodi ubora wake ulikuwa nao kwenye Simba Sports alipotoka. Ndio unapata nafasi unatumika kama tupa. Sawa bwana Zuberi. Sisi tumetazama hapa gazeti moja tu la Mwana Sport ambayo tumeitazama kwenye habari mtandao na vichwa mbalimbali vya habari. Umeviona hapa vikubwa ambavyo vimeandikwa, lakini taarifa kubwa ambayo imebeba leo gazeti zima ni kuhusiana na Soa pamoja na Sila ambao wanahusishwa kuingia kwenye kikosi cha Yanga Afrika, ambao katika dirisha kubwa la usajili huenda kikawa kina mabadiliko makubwa kutokana na wachezaji hao kuhusishwa kwa muda mrefu. Nilikuwa na Zuberi Mkalaboko, mimi ni Idi Nonga.